Polondo TV tupo ofisi ya TANESCO Ikwiriri, kwenye ofisi ya meneja kabisa. Tunajadili kuhusiana na swala zima la kukatika kwa umeme mara kwa mara. Wananchi wamekuwa na sintofahamu. Sasa tukaamua kumtafuta meneja wa TANESCO Ikwiriri, meneja wa TANESCO Rufiji, akiwa katika ofisi yake ya TANESCO Ikwiriri, atuambie kipi hasa kinapelekea shida hiyo. Mimi naitwa Kudos. Meneja, habari za leo? Nashukuru, mimi niko salama kabisa. Karibu kwenye ofisi yetu ya wilaya ya Rufiji hapa Ikwiriri. Kwa majina naitwa Mhandisi Saidi Mohamed Masudi, ambaye ni meneja wa TANESCO wilaya ya Rufiji hapa Ikwiriri. Karibu sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Kipi hasa kinaleta changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara kwa siku tatu hizi? Tumepata changamoto kwa siku tatu hizi kama unavyosema, kwa sababu hiyo hali hatukuwa nayo, lakini tulipata changamoto hizi siku tatu. Wenzetu, hii line ambayo tunatumia ni line ambayo tunaita Mwalimu Nyerere feeder, ambayo inatoka Gongo la Mboto kuja mpaka wilaya yetu ya Rufiji. Lakini wenzetu wa Mwalimu Nyerere kule yapata changamoto hizi siku mbili tatu. Kuna vitu tunaviita auto closer. Kazi yake ni kuangalia fault kwenye line na yeye kuweza kufanya operation yake automatic. Zile auto closer mbili zilikuwa zimepata hitilafu baada ya mvua kubwa kunyesha na maradi, zikawa zimeflash, zikapelekea kupata changamoto hiyo. Lakini baada ya hapo tukarescue hiyo situation. Lakini pia tukapata changamoto nyingine maeneo ya sehemu moja inaitwa Mbunju Mvuleni. Kutokana na hizi mvua na nini, line zetu kidogo zimepita katika mazingira kidogo ya mapori. Tukapata changamoto ya ngedere kupita ukomba kupita kwenye hiyo line na kusababisha kufanya short circuit kwenye hiyo transformer Mbunju Mvuleni, kasababisha na line yetu kutoka. Lakini kwa sasa hivi tuko stable. Ndio. Kuna taarifa yoyote ambayo inahitaji kufika kwa wananchi kuhusiana na shida hii ambayo imetokea ndani ya hizi siku tatu kutoka kwako kama meneja wa TANESCO? Taarifa tunatoa mara zote, tunatoa taarifa kupitia magrupu yetu ya TV ya WhatsApp, lakini pia tunatumia hizi SMS, back SMS tunatumia. Lakini unajua tena, kutokana na jiografia yetu ya mazingira yetu, wananchi ambao tunahudumia wilaya ya Rufiji sio wengi wana simu janja, kwa hiyo kupata hizo taarifa inakuwa ni changamoto. Lakini asilimia chache tuseme wanapata taarifa kupitia magrupu yetu ya WhatsApp, lakini pia wanapata hizo back SMS. Lakini kuna utaratibu tumeutengeneza, kwa sababu tuna radio yetu Rufiji FM hapa. Tuna utaratibu tumeutengeneza, angalau kila mwezi tu tunatoa taarifa za huduma yetu inapatikanaje kwa wilaya nzima. Kwa mfano, kuna wiki ya kwanza ya mwezi, kila Ijumaa tutakuwa tunafanya hivyo vipindi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 wiki ya kwanza. Lakini pia wiki ya mwisho wa mwezi tutakuwa tunafanya hivyo ili kuwapa taarifa watu wetu. Lakini pia kwa kutumia hiyo radio Rufiji FM, kwa sababu tupo vizuri, tunashirikiana nao vizuri, taarifa za dharura kama hizi ambazo zinaweza zikatokea wakati mwingine, wakati ujao, tutakuwa tunawapigia simu meneja, tunafahamiana wa Rufiji FM, tutakuwa tunapigiana simu, tunawapa taarifa, kwa sababu unajua radio inawafikia watu wengi zaidi. Kipi ambacho unaambia wananchi kitokea wanapata sintofahamu, labda ya kuona transformer imeleta hitilafu ama umeme umekatika? Kama wanahitaji kupata taarifa, wanaweza labda kupiga simu au kuulizia sehemu yoyote kwa muda husika, wakati husika? Ofisi yetu iko wazi, lakini tuna namba yetu ya 180, tunaweza tukapiga, ile gharama ni bure, tukatoa taarifa. Lakini nashukuru wananchi wa Rufiji tupo nao vizuri. Mimi wananipigia simu muda wote, wakati wowote, hata kama ni usiku gani. Kwa mfano kama hii issue ya kwamba ameingia kwenye mnyama, ameingia hapo Mbunju Mvuleni, kuna watu tunafahamiana, namba zangu wanazo private, wamenipigia, tukarescue hiyo situation, tukakata umeme kwa muda mfupi kwa ajili ya kuokoa ile transformer. Lakini baada ya muda mfupi huduma ikarudi. Kwa hiyo ofisi yetu iko jirani tu hapa, ni watu tunawakaribisha, wanakuja moja kwa moja, wanatupa taarifa na tunaweza tukasolve tatizo kwa wakati, maisha mengine yanaendelea. Ndio, kutokana na hitilafu ambayo imetokea katika laini ya Gongo la Mboto ambayo inasambaza umeme wilaya ya Rufiji, na tukiangalia hali halisi ni kwamba mvua inaonekana inaendelea, kipi ambacho TANESCO imechukua kama tahadhari ikitokea isitokee kama
shida ambayo imetokea katika kipindi kilichopita ambacho kimesababisha umeme katika kwa siku 3 hizi? Sawa, tunafanya marekebisho ya line yetu ya Mloka ambayo sasa hivi tunaita line main line kutoka hapa kwenda Mloka almost karibu kilomita 104. Nguzo zile ambazo ziko za miti ni chakavu na za muda mrefu. Kwa sasa hivi tunatumia nguvu kubwa sana kwa ajili ya kufanya marekebisho. Unaweza ukaona ukipita kwenye hiyo line nguzo nyingi tumebadilisha, tumetoa za miti tumeweka za zege, hususan zile sehemu za swamp area. Swamp area ni yale maeneo ya mabonde ya maji, kwa mfano kama Kipo, ukienda kule Mtanza Msona, ukienda hapa Mbambe, kama tulivyofanya daraja la Mkapa, tumebadilisha zile nguzo za miti tukaweka za zege. Nguzo zetu zimechakaa, ni za muda mrefu. Kwa hiyo effort tunaendelea kuwa nayo, na ndio maana unaona sasa hivi hata kama umeme ukiwa unakatika, sio kwa sababu nguzo imeanguka, kwa sababu sehemu zote zile ambazo zilikuwa ni critical kabisa tumebadilisha nguzo, tumetoa nguzo za miti tumeweka za zege, maisha yanaendelea vizuri. Kwa hiyo mvua inavyonyesha, radi ikipiga kubwa, miundombinu yetu sometimes inakuwa inazidiwa. Kwa mfano kama hizo transformer inaweza ikazidiwa na radi ikaja na umeme mkubwa ukilinganisha na tuliokuwa nao, na protection zetu labda zikawa zina changamoto kidogo, kwa tukapata hitilafu kama hizo. Lakini kwa kiasi kikubwa tumeweza kuweka vizuri, kuweka stable, kwa sababu ukiangalia Rufiji kama Rufiji, mimi na muda kidogo hapa. Sasa ukiangalia ukilinganisha na kipindi cha awali na sasa hivi ni tofauti kubwa sana inaonekana. Umeme sawa na katika lakini kwa mfano unapatikana. Kwa mfano hapa siku 2-3 hizi tumepata disturbance hiyo kwa sababu ya hivyo. Mvua imenyesha kubwa, ya radi kubwa, imesababisha hata transformer, kuna baadhi ya transformer zimeungua huko maeneo Tete hospitali pamoja na ofisi ya mkurugenzi. Hiyo radi ambayo ilisababisha hata huko Mloka kusababisha vile vibuyu vile vikawa vimeleta shida, na tumeweza kukosa umeme kwa kipindi kifupi pia. Nachoweza kusema kwamba ukilinganisha na mwanzo tunaweza tukakaa almost siku nzima umeme hakuna, lakini sisi sasa hivi tunasema ikizidi saa moja ni tunasema tu kwa sababu tu labda tumekutana na changamoto ambayo labda namna kufika site inatupa shida, lakini haiwezi kuzidi saa moja umeme unakuwa umerudi. Ndio umegusia swala la kubadilisha nguzo kuwa ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kuchangia kupatikana umeme kwa uhakika, kwa sababu nguzo za zamani zimechoka na ni za miti sio za zege. Hii inaendana na kubadilisha pia transformer. Transformer zipo vile vile, bado zipo katika mfumo ule ule. Kwa mfano, sawa, transformer tunaibadilisha inapoungua. Zamani network yetu ya Ikwiriri ilikuwa ni tunasema ya msongo wa kilovoti 11. Sasa hivi tunatumia msongo wa kilovoti 33. Sawa, zamani tulikuwa tunasema tuna msongo wa kilovoti 11, tunatoa msongo wa kilovoti 33 tunaubadilisha tunakuja kilovoti 11 tunawapatia, lakini watu wakawa sasa mji ushakuwa mkubwa, wateja wameongezeka, demand imeongezeka, ni matumizi tuseme yameongezeka. Kwa hiyo na mfumo tukaweza kuubadilisha ukawa ni mfumo mzima wa msongo wa kilovoti 33. Kwa hiyo transformer ni hizo hatubadilishi, isipokuwa miundombinu yake. Kwa mfano kama hizo tunasema nguzo zimechakaa, kuna mavitu tunaita mavikombe haya yanashikilia waya yamechoka, tunabadilisha. Kama mnavyoona sasa hivi tunatoa yale ya glasi tunaweka ya raba kwa ajili ya kuweka stable umeme wetu usiweze kukatika. Ndio kwa kutumia kuongezeka kwa kV kutoka 11 kwenda 35 na 33 na matumizi ya transformer zile za zamani, hakuna athari yoyote hapo ambayo inaweza kujitokeza? Ule mfumo wa msongo wa kilovoti 11 transformer zake zote tulishazitoa. Kwa sasa hivi na maana mfumo ambao tunatumia wa msongo wa kilovoti 33 transformer nazo zenyewe ni za msongo wa kilovoti 33. Ndio. Kwa nazo tulizibadilisha tukaweka za mfumo ambao unaenda sawa, ambao mfumo huo sasa kwa wilaya yetu yote ya Rufiji sasa hivi hatuna mfumo wa msongo wa kilovoti 11, sasa hivi tuna msongo wa kilovoti 33. Mita za majumbani haziwezi kupata athari yoyote kutokana na kuongezeka kwa hii kilovoti kutoka 11 kwenda 33? Hakuna athari yoyote, kwa sababu mita zetu sisi tunasema transformer inapokea umeme sawa wa kilovoti 33, lakini inatoa voti ya 240 mpaka 400 kwa 3 phase. Single phase 240 mpaka 250 na shuka mpaka 210, 200, 180 whatever. Lakini ya mita 3 phase inaenda kwenye 415, yani 415 voti na shuka mpaka 380 hivyo. Kwa sababu transformer tunasema inapokea 33 lakini inatoa
400 mpaka 240. Yeah. Ndio. Na athari ya transformer ambazo zimepata hitilafu maeneo ya Utete na mengine ambayo yametokea juzi kati inaweza kuwaletea madhara yoyote wakazi wa maeneo ya karibu pale kutokana na kukosa huduma ya umeme na vitu kama hivyo? Yeah, transformer inapopata changamoto kama hiyo wanakosa huduma kwa sababu transformer zinakuwa imepata hitilafu. Lakini kwa jinsi tulivyo na umuhimu wa wateja wetu na umuhimu wa nishati yenyewe, tuliweza kufanikiwa. Transformer zikiungua tunaweza kubadilisha kwa haraka, kama inahitaji marekebisho pia tunafanya marekebisho kwa haraka ili mteja wetu apate umeme. Kwa mfano kama siku tumepata taarifa transformer zile zimpata taharuki usiku, sawa, wa kuamkia kesho yake, sawa, lakini watu wangu walienda wakajiridhisha transformer zimeungua. Lakini siku ile tulienda mkoani tukafanikiwa tukapata transformer hizo mbili, tukaja tukazibadilisha. Kesho yake tuna maana hospitali ikawa tayari na umeme pamoja na ofisi ya mkurugenzi na umeme, kwa sababu transformer ziliungua kwa pamoja, atpa ziliungua. Yeah. Ulindu TV, huyu ni Bin Masoud, manager wa TANESCO Rufiji, na hapa tupo ofisini kwake tunazungumza kuhusiana na changamoto mbalimbali za umeme. Kipi cha zaidi ambacho unahitaji kutuambia wakazi wa Rufiji kuhusiana na swala zima la umeme? Ya, nachoweza kusema kwa wakazi wa Rufiji kikubwa ni ushirikiano, sawa. Miundombinu hii ni ya kwetu wote, sawa. Shirika hili ni la umma, sawa. Asset zote unazoziona ni mali yetu, ni kodi zetu. Kitu ambacho naomba wana Rufiji, na mara zote umekuwa kinipa ushirikiano, kulinda miundombinu yetu. Asitokee mtu akataka kuja kuhujumu miundombinu yetu afu tukaa tunamwangalia. Tupeane taarifa. Mimi namba zangu ziko muda wote, ziko hewani, hazina shida. Tupeane taarifa. Ukimwona mtu anakuja kusogelea transformer usiku, umfahamu, sawa, ana gari ya TANESCO, ana kitambulisho cha TANESCO, anasema yeye mtu wa TANESCO, hapana. Wanipigie simu, mimi namba zangu na nitazisema. Baada kwa namba zangu ni 0784681519. Wananipigia simu. Kwa sababu ni watu ambao tunashirikiana nao. Naomba tu aendelee kunipa ushirikiano wa aina hiyo. Likitokea tatizo kwamba kuna mtu anaona kabisa yule anakuja kutaka kuleta hujuma kwenye hii miundombinu, ambao hiyo hujuma inavoleta yule vile itakuja kumuaffect na huyo mteja wetu atakosa kwanza huduma. Sababu mtu anakuja labda atakuja kufanya hujuma kwenye transformer, ataanza kuzima, utaona kabisa kuna giza. Sawa. Sasa umeona kuna giza afu umeona kuna mtu anafanya kazi kwenye transformer, umuelewi. Unasogea pale unamuuliza, unaweza kumhoji maswali kadhaa, ukanipigia mimi simu moja. Mimi simu yangu inapatikana masaa yote. Kwa hiyo mimi niwaombe tu wana Rufiji tutumie nishati yetu ya umeme. Wengine wanasema umeme ni nini tunasema? Ni uchumi tuseme, kwa sababu hizo karakana hapo, mimi na wadau wangu hapo kwenye karakana hizo. Yaani umeme ukikatika sana na Saidi unatuua njaa bwana Na mimi sipendi umeme ukikatika. Mimi sipendi katika watu ambao sipendi kwanza umeme ukikatika. Sipendi umeme ukikatika hata dakika moja, na watu wangu wote wanajua kwamba umeme umekatika bosi apendi hii hali. Kwa hiyo wote tunakuwa na taharuki, tuhakikishe kwanza umeme uwepo ili maisha mengine yaendelee, kwa sababu kwanza tupo hapa kwa ajili ya umeme. Sasa kama umeme unakatika, mimi nakaa hapa nafanya kazi gani? Kwa hiyo mimi nawashukuru kwanza wana Rufiji, wamenipokea na wanaendelea kuishi nao na tunafanya mawasiliano vizuri, sawa. Basi wanisaidie na mimi kutokea na changamoto yoyote ya huko miundombinu yetu. Mtu anaona kabisa anaenda kuhujumu miundombinu, ni vizuri tukapeana taarifa na kwa nini afanye hujuma, kwa sababu kuna kipindi fulani, nashukuru sasa hivi watu wamekuwa waelewa baada ya kuwapa hapa hizi taarifa na elimu na nini, sawa. Walikuwa mtu anasubutu kabisa, anachukua nyasi anapeleka kwenye nguzo ya mti pale, anaweka, anachoma moto. Lakini ajui ile nguzo ikianguka, sawa, Rufiji nzima inaweza kaa ina umeme kwa sababu tu mtu amekusanya matakataka yake kwenye ile nguzo akachoma moto. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ninawasihi sana tuendelee kulinda miundombinu yetu ili tuweze kuendelea kuenjoy na umeme. Pamoja na watu ambao wanachoma mashamba, nao kuna athari ambazo zinatokana na baadaye kama ndani ya shamba imepita waya ya umeme au kuna nguzo ya kawaida, nazo pia ni athari ambazo sio kujitokeza. Ni athari kubwa sana, na hiyo sisi tumesema kwa sababu Rufiji watu wanalima kilimo, sawa. Uwezo kumkataza mtu, sawa, asichome moto katika shamba lake, kwa sababu
wanasema hata uko mbugani na nini, mtu anasema akichoma moto kuna majani fulani yanakuja, sijui vitu gani, mbolea, sijui vitu gani, sawa vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa shirika kama shirika likaamua sasa, kuliko kuhangaika na mwananchi mmoja mmoja, sijui amechoma moto, ukienda kwanza mtu akishachoma moto hapo, moto unaenda mpaka kule Mgomba sijui wapi, mimi naweza nikachoma moto, unaweza kuchoma moto hivi, mimi nakukamataje wewe? What is the solution? Solution tukasema basi tuweke nguzo za zege. Tunaweka nguzo za zege, na zile sehemu ambazo kuna baadhi ya maeneo bado kuna nguzo za miti, tunaendelea kuwapa elimu na wanaelimika. Yaani sasa hivi kuelewa Rufiji, sasa hivi mimi naweza nikasema sasa hivi huu ni mwaka wangu kama watatu. Sawa, achana wa kuhamia hapa na miaka 7 nzima, lakini tangia tumeanza kutoa elimu watu wasifanye mazingira yao katika nani. Zamani ilikuwa nguzo unakuta moto umechoma nguzo 7, 8, 10 zima, lakini sasa hivi wenyewe na wao wako vizuri ya elimu wameipokea na tunafanya vizuri kwa kweli, kwa sababu kwa upande wa huo wa miti nani kuchoma nani hatujapata changamoto kubwa zaidi kwa sasa hivi. Sisi tunakushukuru sana. Labda kama kuna kipi chochote ambacho unahitaji kuacha nacho watu wa Pulundu TV. Ya karibuni watu wa Pulundu TV, kwanza nafurahi mmekuja kunitembelea. Tumefanya mahojiano ni mazuri sana. Leo hapa tunafuturisha. Kwa hiyo panapo majaliwa karibuni tufutari pamoja ili maisha mengine yaendelee. Karibuni sana. Asante sana. Nashukuru. Asante.